Hali ya taharuki inazidi kutanda eneo la Nyatike, kaunti ya Migori, ambapo wakazi wanalalamika kudhulumiwa na maafisa wa GSU wanaendeleza kafyu eneo hilo baada ya kituo cha polisi kuvamiwa. Wametoa saa 72 kwa Wizara ya Usalama kuondoa maafisa hao, wakisema shughuli zimesitishwa eneo hilo pamoja na wanafunzi kukosa kuhudhuria shule kwa hofu ya kuvamiwa na maafisa hao. Kutokana na mauaji ya mhudumu wa duka la M-Pesa eneo la Makalda, kaunti ndogo ya Nyatike, kaunti ya Migori, na yaliyosababisha kuchomwa kwa kituo cha polisi na magari kadhaa. Sasa wakazi hawa wamejitokeza wakiongozwa na wazee wa jamii hizo na kutaka kuondolewa mara moja kwa maafisa wa polisi waliopelekwa kurejesha utulivu. Wakazi hawa wakilalama kuwa uwepo wa maafisa hawa umelemaza shughuli nyingi maeneo hayo, ikiwemo masomo na upatikanaji wa huduma za afya. Hakuna watoto ambao wanaenda shule. Nyatike Shopping Center hakuna binadamu. Hata tumeona machungu sana kama tunakutana tu na maofisa. Tuko kwa Kenya gani ambapo saa hii watoto wetu wako nje ya shule? Wazee wako kwa nyumba. Wagonjwa wako kwa nyumba. Matawa kama sisters hivi wanalia. Ili hii jambo imalizike. Hii kafyu imalizike siku ya leo. Naomba kama mzee. Aidha, vijana maeneo hayo wametoa ilani ya saa 73 kwa serikali kuondoa maafisa hao, wakiwashtumu kwa kueneza hofu miongoni mwa wakaazi na kuwalazimu kukimbia makwao, wakiwataka viongozi maeneo hayo kuvunja kimya chao kuhusu swala hili na kujitokeza kuwatetea wakaazi wa Makalda. These people cannot go to work. Young kids cannot go to school. Teachers who are being paid by the taxpayers' money, who have not offered any services to the members of the public, are going to be paid, and yet they have not been going to work. Why should we pay doctors and nurses who are not attending to patients? For me, that is what I would like to attest and confirm, that Onesmus Kipchumba Murkomen should get it clearly from me that we are giving the government of the Republic of Kenya 72 hours to ensure that those general service unit officers have their luggages packing. Kwa nini mumenyamaza kwa hili jambo? Inamaanisha nyinyi mnalinda ground juu ya dhahabu yenye inapatikana usiri Nyatike, na mumeacha kulinda wananchi. Tunataka muanze kulinda wananchi, muanzeni kulinda ground. In fact, ground ilisombwa yote na maji ilienda. Kwa upande wake, kamishna wa Nyatike Daniel Omukoho amewarai wazazi kuwaruhusu wanao kurejea shuleni, huku akiahidi kuwa lalama za wakazi hao zitashughulikiwa na kuwa amani itarejea maeneo hayo. Kuanzia uvamizi wa police station, watoto wengi wamekuwa wakikaa nyumbani, lakini kuanzia jana wameanza kurudi shule, na naimiza wazazi walete watoto shule. Hakuna kitu ambayo inaweza kufanyika watoto. Hata on Monday kuna sports, watoto waende sports, na hata mimi nitashiriki hizo sports na watoto na wazazi. Haya yanajiri wakati ambao Rais Ruto anatarajiwa kuzuru Nyatike tarehe 23 mwezi Machi. Mary Kialo, Undugu TV.